Mpenzi mtazamaji, karibu katika mji wa Kondoa. Mji wa Kondoa ni miongoni mwa miji inayopatikana katikati mwa Tanzania, na miongoni mwa uoto wake wa asili ni miti aina ya mibuyu kama unavyoona hapa. Hapa katika mji wa Kondoa ndipo lilipo jimbo Katoliki la Kondoa, ambapo leo mtazamaji wa Geita Catholic Diocese Online Television tunakuleta katika tukio la kuadhimisha maisha ya Mhashamu Askofu Bernardini Francis Mfumbusa, askofu wa jimbo hili la Kondoa. Nitakuleta mtazamaji katika njia panda hii ambayo ni barabara ya kutoka Dodoma kuelekea Arusha, lakini pia inayokata katika jimbo Katoliki la Kondoa, ambapo leo tunakwenda kusikiliza masimulizi ya shujaa wa imani, si mwingine ni Askofu Bernardini Mfumbusa ambaye ameitwa na Baba katika makao ya ufalme wa mbinguni. Tukio hili limekuwa zito kiasi kwamba na hapa sasa, mtazamaji, na kualika utakapofuatilia makala hii fupi, usisahau kusubscribe, kulike na kushare kwa wengine katika tukio la kufuatilia historia ya Mhashamu Askofu Bernardini Mfumbusa, askofu aliyeweza kugeuza si tu maisha ya kiroho bali hata maisha ya kiuchumi ya wanakondoa hapa. Mtazamaji wangu, hii ndio barabara inayotoleta sasa katika jimbo Katoliki la Kondoa. Kama unavyojua, katika historia, Kondoa ni mji mkongwe ambao umekuwepo tangu enzi zile za watu wakikama pangoni, na hivyo wananchi wa hapa wamekuwa wakijishughulisha na shughuli mbalimbali za kiuchumi, zikiwemo kilimo cha mbaazi, kilimo cha mbaazi, ufuta, alizeti na hata maharage ni miongoni mwa mazao yanayopatikana katika mji huu wa Kondoa. Mji wa Kondoa una mchanganyiko wa waamini wa imani mbalimbali, wakiwemo Wakristo na Waislamu. Mpenzi mtazamaji, makala hii inayokusudia kukuelezea maisha ya Mhashamu Askofu Bernardini Mfumbusa, mojawapo ya mambo ambayo yamempatia umaarufu katika profaili yake ni swala la kuweza kuwaunganisha Wakristo na Waislamu katika mji huu wa Kondoa na kuweza kuwa kitu kimoja. Katika mji huu wa Kondoa ambao Mhashamu Askofu Bernardini Mfumbusa ameanza kuwa kiongozi wa jimbo hili takribani miaka 16 iliyopita, amefaulu katika kuwainua watu kifikra za kiuchumi na kimaendeleo na kuwaweka kuwa sawa. Dhana moja ya kimaendeleo ambayo imewafanya waamini wa jimbo Katoliki la Kondoa kung'amua maisha yao ni kule kuweza kutumia rasilimali walizonazo, zikiwemo ardhi, upatikanaji wa vyanzo vya maji na pia hali nzuri ya hewa. Kama unavyoona mpenzi mtazamaji, imempelekea Mhashamu Askofu Bernardini Mfumbusa kuweza kuwainua kiuchumi kwa haraka watu waliokuwa wanadhani kwamba maisha ni ya kutegemea msaada. Mpaka sasa maisha ya waamini wa Kondoa na wananchi kwa ujumla yamejaa matumaini baada ya maisha yao kiuchumi kuanza kuinuka. Eneo hili sasa ndilo eneo la Darajani ambalo linatupeleka mpaka katika makao makuu ya jimbo Katoliki la Kondoa, ambalo hapa vile vile ndipo Kondoa mjini inaburudika kwa hali nzuri ya hewa, mazingira mazuri, mito na vyanzo vya maji vya kutosha kabisa. Mji wa Kondoa ni mji wa kihistoria ambao umekuwepo tangu kale, uliokaliwa na baadhi ya wenyeji wake wakiwa ni Waislamu, na tamaduni zake ni kama wanavyoziona. Mitaa hii inafanana na ile ya mji mkongwe kule Unguja, Zanzibar, au maeneo mbalimbali ambayo mila na imani ya Kiislamu imeshamiri, ikiwemo Tabora na Tanga. Katika siku ya leo ya tarehe 22 mwezi wa 4 mwaka 2026, wakazi wa mji wa Kondoa wamejawa huzuni kufuatia kuondoka kwa aliyekuwa taa chumvi yao, ambaye ni si mwingine na Askofu Bernardini Mfumbusa, ambaye katika kukabidhiwa kuchunga kondoo wake katika kanisa Katoliki, jimbo Katoliki la Kondoa, alijikita katika kuwaelimisha waamini wote watokane na mawazo ya kizamani na kuanzisha mifumo ya kimaendeleo aliyojifunza huko Ulaya
wa kujifunza kujitegemea kwa 100%. Askofu Mfumbusa amesifika kuwa mwalimu wa maendeleo kwa kuwasisitiza waamini pamoja na wananchi wote kujikita katika kilimo cha uzalishaji hasa wa mazao yale ambayo yanastawi katika ardhi hii, lakini kwa kutumia njia za kitaalamu zikiwemo umwagiliaji, matumizi ya mbolea na pembejeo. Hii sasa ndio eneo ya miliki ya Jimbo Katoliki la Kondoa, ambapo Mhashamu amehimiza swala zima la kutunza uoto wa asili unaoyafanya mazingira yapendeze na kuvutia. Na sasa mtazamaji, makala hii inakuleta moja kwa moja katika tukio hili kubwa la kuadhimisha maisha yake Mhashamu Askofu Bernardine Francis Mfumbusa ambaye ametumikia Jimbo Katoliki la Kondoa kwa takribani miaka 16, lakini amefanikiwa kuwaondoa waamini pamoja na wananchi kwa ujumla katika dhana ya utegemezi na dhana ya kupambana na umaskini na kuwafundisha ujasiriamali wa kutumia rasilimali zilizopo katika maeneo yao. Ameelezewa naye Mhashamu Wolfgang Pisa ambaye ni rais wa Baraza la Maaskofu kwamba mojawapo ya majukumu aliyofanya ni kuwapa watu chakula kwa kuwafundisha mojawapo kilimo cha alizeti na uzalishaji wa mafuta na kuwafanya watumie vitu vinavyotokana na viwanda vyao wenyewe. Tangu alivyopewa daraja ya uaskofu mwaka 2011 alichagua nembo na kauli mbiu ya maneno ya Kilatini Lux et Sal, akimaanisha kwamba yeye anakusudia kuwa mwanga na chumvi katika maisha ya watu. Mhashamu Askofu Bernardine Francis Mfumbusa alipokabidhiwa Jimbo Katoliki la Kondoa katika hii iliyokuwa parokia ya Kondoa ya Jimbo Katoliki la Dodoma kwa wakati ule, alianza utume wake kwa kutumia kanisa hili kongwe la parokia ya Kondoa ya wakati huo, na hapa ndipo alipoanza kama kanisa lake kama askofu wa kwanza wa jimbo. Parokia hii ya Kondoa ni miongoni mwa parokia kongwe zilizokuwa za Jimbo Katoliki la Dodoma, zikiwemo parokia nyingine za jirani kama vile Haubi na Chemba. Kanisa kongwe la Jimbo Katoliki la Kondoa limejengwa katika ile sanaa ya zamani kwa kutumia tofali za udongo, lakini likanakishiwa hadi kuwa na kiwango kinachoonekana. Hatimaye baada ya jitihada ya kichungaji kwa kushirikiana na waamini waliojaa imani, Mhashamu Askofu Bernardine Francis Mfumbusa alifanikiwa kujenga kanisa kuu la jimbo kama unavyoliona pichani. Mpenzi mtazamaji, ndilo kanisa ambalo baada ya kuitwa na Mungu anazikwa ndani ya kanisa hili. Basi hapa mpenzi mtazamaji, sasa hatua mbalimbali za maandalizi ya kujiandaa misa ya mazishi ya kumsindikiza Mhashamu Askofu Bernardine Mfumbusa katika mwisho wa safari yake ya maisha haya duniani inaandaliwa katika kanisa hili la Kondoa. Basi mpenzi mtazamaji, hili ndilo eneo lenyewe linaloandaliwa kwa ajili mahali atakapolazwa Mhashamu Askofu Bernardine Mfumbusa ndani ya kanisa la Jimbo Katoliki la Kondoa. Kumbuka, maaskofu huzikwa kanisani, alama ya muungano kamili na Kristo ambaye alitenda kazi yake akiwa hapa duniani. Na sasa tujiandae kwa maandalizi ya misa takatifu na kumsindikiza Mhashamu Askofu Bernardine Mfumbusa ambaye historia yake imeacha alama kubwa katika hili Jimbo Katoliki la Kondoa. Ameelezewa na maaskofu hususan akiwamo Mhashamu Askofu Wolfgang Pisa kwamba yeye ametekeleza agizo la Bwana wetu Yesu Kristo, wapeni ninyi chakula, baada ya kuwafundisha wanajimbo Katoliki la Kondoa kufanya ujasiriamali, kilimo, ufugaji wa samaki, ufugaji wa nyuki, viwanda mbalimbali kikiwemo kiwanda cha zabibu. Na yote hayo sasa leo yanatafsiriwa katika ibada hii ya mwisho wa safari ya maisha yake hapa duniani. Yote haya endelea kuyapata kutoka katika channel yetu ya Geita Catholic Diocese Online Television. Ni mimi mtangazaji wako Padre Salvatore Magangila. Mwisho wa makala hii usisahau kusubscribe, kulike na kushare ili matukio haya ya kiuinjilishaji yanayotoka katika channel yetu ya Geita Catholic Diocese Online Television yaweze kukufikia. Basi tuendelee kuwa sote mpaka mwisho wa tukio hili.